Jina langu naitwa Prophet IPM, Senior Prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Ninatumika hapa kama mnavyofahamu, huwa nina message fupi sana ninapokuja mbele ya habari au mbele ya waandishi wa habari. Ninakuwa na message fupi sana. Tarehe 19 tuliwatangazia juu ya habari, na leo pia Mungu ametupa neema, tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuweza kuwatangazia pia habari njema. Nina habari njema kwa wanaume wote katika taifa letu la Tanzania, na habari hii ni kuwakusanya wanaume wote ambao wananifuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii na katika taifa hili, kuweza kuzungumza nao tarehe 28 mwezi huu wa 6 2025, na masuala muhimu ambayo natamani kuzungumza na wanaume ni kutokana na majukumu alionayo mwanaume. Kama mnavyofahamu, nimekuwa nikizungumza mambo mengi sana katika social media dhidi ya utafutaji wa mwanaume, dhidi ya mapambano kwa mwanaume, yale anayoyapitia mwanaume. Bila Mungu hatuwezi. Na mimi ni mtu wa matokeo. Napenda sana matokeo. Na kwa sababu napenda matokeo, yako maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa, wanaume wagumu kumwamini Mungu, wanaume wabishi hawataki kwenda kanisani, wanaume wabishi hawataki kwenda misikitini. Lakini ukweli ni kwamba wanaume wanampenda sana Mungu. Na tukiangalia historia ya mwanzo toka Mwenyezi Mungu alipoiumba hii dunia, ndugu zetu wanasema alladhi lahu milki samawati wal ardhi, yani yeye ndo aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu alianza kumuumba mwanaume katika hii dunia, akamuweka, then baadaye akafatia mwanamke, naye akawekwa ndani ya bustani ya Eden. Lakini tunaona mwanaume ndo ametangulia kuwekwa katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akampa bustani ya Eden, akamwambia mambo haya makuu mawili: ilime na kuitunza. Kwa mwanaume ana majukumu makubwa sana duniani mawili. Jukumu la kwanza kutunza bustani, la pili ailime.